Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Naamini wote mnaosikiliza ni wazima, tena wazima wa afya. Siku ya leo tukajifunze somo ambalo litakwenda kutujenga fahamu zetu. Nalo linaitwa maana halisi ya kuumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Maana halisi ya kuumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Kila mtu anajua ya kwamba ameumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Basi siku ya leo tukaangalie maana ya kuumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa upendo wako mkuu. Tufunulie neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi siku ya leo tukaangalie somo hili ambalo litakwenda kutufungua fahamu zetu ili tuweze kufahamu mambo mbalimbali katika Biblia. Fungu kuu linatoka katika kitabu cha Mwanzo 1 na lile fungu la 26. Hii ni Biblia ya habari njema. Fungu linasema, kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa, dunia yote na viumbe vitambaavyo. Mungu akasema. Kuna maneno mawili ambayo yametumika hapa. Kuna neno kwa mfano wetu na kuna neno kwa sura yetu. Siku ya leo tukaangalie maana halisi ya maneno haya. Tukianza na neno kwa mfano wetu. Kwa nini Mungu aseme tumfanye mtu kwa mfano wetu? Ina maana gani? Ina maana gani? Tunapokuja kwenye hoja ya kwa mfano wetu, maana yake halisi ni mfanano wa kiutendaji. Mfanano katika utendakazi, katika utendaji. Kwa hiyo kuumbwa kwa mfano wa Mungu maana yake ni mfanano katika utendaji. Jinsi Mungu anavyotenda kazi, kuna mfanano na mwanadamu anavyotenda kazi. Mungu anatenda kazi kama mtawala na mwanadamu ameumbwa kutawala. Hebu tuendelee kujifunza kwa mifano, huenda tutaelewa zaidi. Mfano, kuna vitu viwili, gari na farasi. Gari na farasi. Gari na farasi, tukiingia kwenye swala la utendakazi, vina mfanano. Maana farasi ilitumika kwa ajili ya usafiri enzi za nyuma na mpaka sasa, lakini sidhani sana. Na pia gari linatumika kama chombo cha usafiri katika ulimwengu wetu huu wa teknolojia. Kwa hiyo katika utendakazi, gari na farasi vina mfanano. Kwa hiyo tunaweza tukasema gari ni mfano wa farasi katika utendakazi. Tuangalie mfano mwingine, kamera na macho. Kamera inatumika kurekodi matukio mbalimbali na kuyahifadhi. Macho pia, kazi mojawapo ya macho ni kurekodi matukio mbalimbali kwenye maisha na kuyahifadhi kwenye ubongo. Kwa hiyo umeona katika utendakazi kati ya kamera na macho vinaenda sambamba, kuna mfanano. Kwa hiyo tunaweza tukasema kamera ni mfano wa macho katika utendakazi. Kwa hiyo Mungu anaposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, anazungumzia habari ya utendaji kazi. Mungu ni mbunifu.
Ukiangalia dunia ilivyoumbwa ni kwa ubunifu wa hali ya juu. Jaribu kukompea na mwanadamu. Mwanadamu pia ana ubunifu, asili yake ni ubunifu kama jinsi Mungu alivyo. Kwa hiyo umeanza kuona kuna asili katika utendaji kazi. Ndio maana Mungu asema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Basi kwa hiyo tumeona kwa mfano wetu ni katika asili ya utendaji kazi. Mfano katika Biblia kulikuwa kuna Musa na Haruni. Mungu alimwambia Musa ya kwamba wewe nitakufanya kuwa Mungu kwa Haruni, na Haruni nitamfanya kuwa nabii kwako. Mungu anamwambia Musa, wewe nitakufanya kuwa kama Mungu kwa Haruni. Ni katika swala la utendaji kazi, jinsi Musa atakavyokuwa anatenda kazi, anakuwa ameshika nafasi ya Mungu. Kwa hiyo tunaona mfanano katika utendaji kazi. Tukiangalia mifano ya wanasayansi wakubwa, ujue huu uwezo ambao tumewekewa ndani yetu wa mfano wa Mungu ukitumika vizuri utaleta baraka kwa jamii, lakini unapotumika vibaya unaleta matokeo mabaya kwa jamii. Tunaona wanasayansi wakubwa, ile asili ya ubunifu wameitumia kubuni vitu vibaya sana. Wengine wamebuni mpaka magonjwa ambayo yamekuja kuangamiza watu. Kwa hiyo unaona jinsi gani inavyoleta matokeo mabaya endapo vikitumiwa vibaya. Ndio maana Yakobo anasema mnaomba wala mpati, kwa sababu mnaomba vibaya, mvitumie vibaya kwa tamaa zenu mbaya. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu kuna wacha Mungu ambao wanatumia karama, wanatumia ujuzi, wanatumia uwezo ambao Mungu ametuumba nao kuweza kugundua mambo ambayo yana umuhimu katika jamii. Wengine wanagundua dawa za kuponya magonjwa, wengine wanagundua vitu ambavyo vinatatua changamoto mbalimbali katika jamii. Kwa hiyo mfano wa Mungu ni katika swala la utendaji kazi. Tunaweza kusema hivyo. Tukiingia katika upande wa pili, neno kwa sura yetu. Tumfanye mtu kwa sura yetu. Hili neno linamaanisha mfanano wa kitabia. Au tunaweza tukasema mfanano wa kimatendo. Maana tabia halisi huzilishwa na matendo. Mfano, watu wanaweza kusema kwamba huyu mtoto ni mpole sana kama baba yake. Kwa tumeona ile tabia ya huyu mtoto imefanana na tabia ya baba yake. Kwa hiyo kwa sura yetu huu ni mfanano wa kitabia. Ndio maana Yesu anasema vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo kwa sura yetu inamaanisha mfanano wa kitabia na Mungu, ile tabia ya upendo. Ndio maana Mungu anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu akatawale. Uwezi ukawa mtawala bora pasipokuwa na upendo ndani yake. Ndio maana Mungu anasema tumfanye kwa sura yetu ili akatawale kwa upendo, akatawale kwa amani. Kwa tunapokuwa na sura ya Mungu, ile tabia ya Mungu inaonekana ndani yetu. Hiyo ndio maana halisi kwa sura yetu, mfanano wa kitabia. Sasa mambo yaliharibikia wapi? Kipindi dhambi haijaingia, Adam alikuwa anajua mema tu. Alikuwa anajua mema, alikuwa hajui baya. Maana alikuwa ni mfano halisi na
na sura halisi ya Mungu. Kwa hiyo alikuwa hajui kabisa mabaya ni nini, yeye alikuwa anajua mema tu. Sasa dhambi ilipoingia, ndipo mwanadamu akapata uwezo wa kuyajua mema na mabaya, mema na mabaya. Kwa hiyo ikabaki uchaguzi kwake, achague lipi: kuendelea kuivaa ile sura ya Mungu au kuivaa hii sura ya upande wa pili ambayo ni ya Ibilisi. Kwa hiyo kukatokea na mtengano. Wapo ambao walisimama na kuendelea kuivaa sura ya Mungu na kuiwakilisha sura ya Mungu, lakini wapo ambao walibaki kuwa mfano wa Mungu, lakini walivua sura ya Mungu wakavaa sura ya muovu Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo wanadamu wote, dhambi ilipoingia, wote ni mfano wa Mungu, lakini tunapokuja kwenye hoja ya sura ya Mungu ndipo kunatokea utengano. Kwa hiyo unaweza kuwa una mfano wa Mungu lakini huna sura ya Mungu. Tunapoongelea sura ya Mungu ni habari ya matendo. Hebu tuangalie kwa Adamu. Baada ya dhambi kuingia, Adamu alimjua mkewe, wakazaa watoto wawili ambao ni Kaini na Habili. Tukiangalia tabia za Kaini, tukizijumlisha kutokana na matendo yake, tukazi accumulate kwa ujumla, tutakuja kuona Kaini alikuwa ni muuaji, muongo na mwenye chuki. Moja kwa moja unapoangalia tabia hizi, sura hii ni ya Ibilisi mwenyewe. Kwa hiyo Kaini alikuwa amevaa sura ya Ibilisi. Tunapokuja kwa Habili, Habili anasimama na wale watu ambao bado waliendelea kuivaa sura ya Mungu, bado waliendelea kuishi katika uwepo wa Mungu. Habili alikuwa na upendo kama jinsi alivyompenda ndugu yake, alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mwenye utii. Kwa hiyo tunaona hizi zote ni tabia za Mungu aliye mbinguni. Kwa hiyo Habili alikuwa ni mfano wa Mungu na sura ya Mungu, lakini Kaini alikuwa ni mfano wa Mungu lakini hana ile sura ya Mungu. Kwa hiyo tumeona jinsi gani kwamba sura ya Mungu, tumuumbe mtu kwa sura yetu, inamaanisha mfanano wa kitabia. Na ndiyo maana Habili alipokufa, Adamu alipata mtoto mwingine, akamuita jina lake Seti. Na Adamu alipompata huyu mtoto alisema maneno haya: Mungu amenijalia mtoto mahali pa Abeli aliyeuawa na Kaini. Mungu amenijalia mtoto mahali pa Abeli. Kwa lugha nyingine, huyu Seti alifanana na Abeli. Alifanana na Abeli. Lile pengo la Abeli likaja kuliplesiwa na huyu Seti. Manake ile tabia ya Abeli, ile tabia ya Abeli ya unyenyekevu, ile tabia ya Abeli ya upendo ilikuja kuonekana kwa Seti. Ndio maana maandiko yanasema hapo alipozaliwa Seti ndipo watu wakaanza kuliita jina la Bwana. Nakumbuka katika kuzaliwa kwa Seti, maandiko yanasema Adam alimzaa mtoto kwa mfano wake na kwa sura yake, Seti. Kwa nini Seti aitwe mfano wa Adamu na sura ya Adamu kabisa? Tunarudi kule kule. Maana Adamu alikuwa amesimama bado katika upande wa Mungu. Japokuwa na dhambi iliingia, lakini Adamu alirejea kwa Mungu, akazidi kusimama kwa Mungu. Kwa anapokuja kumzaa Seti naye anaiga mfano ule ule wa baba yake Adamu. Ndio maana maandiko yanasema kwa mfano wake na kwa sura yake. Kwa hiyo tunakuja
kufanya hitimisho ya kwamba kuumbwa kwa mfano wa Mungu ni mfanano katika utendaji kazi. Kuumbwa kwa sura ya Mungu, huo ni mfanano wa kitabia. Tunaona katika Biblia kuna mashujaa wengi ambao waliibuka, mashujaa wa imani, kina Daudi, kina Elia, kina Elisha, kina Joshua. Wote hawa walikuwa wameivaa sura ya Mungu, lakini katika kuionyesha kwao hawakuifunua katika ukamilifu, lakini walikuwa wanajaribu kuionyesha sura ya Mungu kwa watu katika ulimwengu huu ambao dhambi ilikuwa imekolea. Ndipo tunaona Yesu Kristo pekee ndiye alikuja kuifunua sura ya Mungu halisi. Alikuja kuifunua tabia ya Mungu halisi. Kwa hiyo tunahitimisha somo letu kwa kusema kwamba kuumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu ni katika habari ya ufanano katika utendaji kazi na tabia. Utendaji kazi na tabia. Jiulize maswali, je, hapo ulipo umeivaa sura ya Mungu au sura ya Ibilisi? Ndugu zangu, bado muda unao. Simama upande wa Bwana. Ivae tabia ya Bwana, maana katika hiyo utaupata uzima wa milele. Mungu awabariki nyote mliosikiliza somo hili. Mungu azidi kuwabariki na tutazidi kuendelea kujifunza zaidi na zaidi. Kama una swali, unaweza ukauliza hapo chini na utajibiwa. Mungu awabariki wote kwa jina la Yesu Kristo. Amina.